katika jimbo la Peramiho alipewa jina anaitwa Malkia. Leo jimbo la Peramiho na mkoa wote wa Ruvuma tumempoteza Malkia. Kinachouma, tumempoteza ghafla sana. Sasa mpaka jana hali yake ilikuwa nzuri, ameongea na watu, imebadilika mapema asubuhi ya leo na tumempoteza. Kifo cha ghafla kinauma. Mimi nimepoteza dada, nimepoteza mbunge mwenzangu, nimempoteza mbunge jirani, nimempoteza aliyokuwa waziri mwenzangu. Kwangu mimi na wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma ni pigo kubwa sana. Kwa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pigo kubwa sana. Tukimwelezea Mheshimiwa marehemu Jenista Joakim Mhagama, naweza nikasema ni mtu ambaye kwanza alilelewa vema na wazazi wake katika maadili ya Kiafrika, maadili ya Kingoni, maadili ya Kitanzania na maadili ya kidini ya Kikanisa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni muumini kweli kweli wa Ukristo, hasa wa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi. Siku zote Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi. Akiwa nyumbani ni mchapakazi, akiwa ofisini ni mchapakazi, akiwa chief whip ilikuwa ukijitahidi sana kuwahi pale bungeni. Mimi niko na tabia, nataka kama bunge naanza saa 3 nifike saa 2:30, na mkuta Mheshimiwa Jenista amekaa kwenye kiti. Jenista alikuwa hardworking. Akishika jambo lake amelishika. Alikuwa ni mwanamke anayejitahidi sana. Alikuwa anaamini katika kazi. Tulielewana kwa sababu wote tulikuwa tunaamini katika kazi. Jenista alikuwa mbunge wa jimbo, mwanamke mzuri sana. Mimi mpaka leo ni mwenyekiti wa wabunge wa majimbo wanawake. Kwa hiyo alikuwa ni mbunge wangu mzuri sana. Tumepoteza mbunge mwanamke wa jimbo mzuri, chapa kazi, anayejua maana ya kuwa mbunge wa jimbo, kuwatumikia wananchi. Tunamwomba Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini imekuwa ni shock. Sawa, kama mimi sikusikia akiwa anaumwa, nimeona tu kwenye mtandao Jenista amekufa. Nilichofanya nilimpigia speaker kuhakikisha, speaker akaniambia ni kweli. Kwa hiyo niko hapa, nakuja nyumbani kwake. Naomba wote tumuombe Jenista. Nchi yetu ya Tanzania. Sisi mkoa wa Dodoma tunamshukuru kwa sababu pia katika mkoa wa Dodoma akiwa katika wizara mbalimbali amekuwa akiratibu mambo ambayo yanaugusa mkoa wa Dodoma moja kwa moja, akiwa wizara ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Yeye kupitia wizara yake ndiye ambaye alikuwa anaratibu uendelezaji wa makao makuu kupitia wizara ile. Kwa iko sehemu ya jiji la Dodoma tunavyoliona ilitokana na wizara aliyokuwa anaisimamia na usimamizi wake wa kini. Kwa hiyo tunaona katika kipindi alichokaa bado makao makuu iliendelea kukua kwa kasi, mji wa serikali uliendelea kujengwa, taasisi ziliendelea kujengwa, yote hayo kutokana na msukumo aliyoutoa wakati akiwa kwenye wizara hiyo. Lakini pia kwenye wizara ya afya nakumbuka nimekutana naye kwenye matukio 2-3 ambayo specifically yalihusu mkoa wa Dodoma. Pale katika jiji la Dodoma tukiwa tunazindua program ambayo inasaidia watoto wa kike, tulikuwa naye na yeye aliongea kwa kirefu sana juu ya umuhimu wa kujali watoto wa kike. Mheshimiwa Jenista kwa kweli alikuwa anaipenda kazi yake, anaipenda nchi ya Tanzania, na kifo hiki sisi kama mkoa wa Dodoma kimetustua. Na wakati fulani unasema nitamani nikauguze mtu nisikie ameenda hospitali, lakini tumekuja kusikia wakati ameshafariki. Basi tunasema kifo hakipangwi, Mwenyezi Mungu ndio anayekipanga. Tumuombe tu Mungu apumzishe kwa amani katika maisha ambayo ameyaendea sasa.